Damu ya kisiasa iliyomwagika mwaka jana imeanza kuandama chama cha CCM baada ya vita vikali kuzuka ndani ya chama hicho. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Kikao cha kisiasa kilichorushwa mbashara hewani kilipasua pazia la heshima ya kisiasa na kufichua wazi ufa mkubwa uliopo kati ya kauli za serikali na hali halisi ya demokrasia ya Tanzania, baada ya mbunge wa zamani wa Iringa mjini Kenani Kihongosi kumvutia waya moja kwa moja waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI kwa jina Mohamed Mchengerwa kwa kauli kali zilizotikisa studio, mitandao ya kijamii na mioyo ya watazamaji waliokuwa wamezoea mijadala isiyo na meno. Kilichotarajiwa kuwa majadiliano ya kawaida juu ya uchaguzi kiligeuka kuwa onyesho la nadra la mgongano wa mamlaka, dhamira na hofu ya ukweli unaosemwa hadharani. Ndani ya dakika chache, kauli za Kihongosi ziliondoa lugha ya tahadhari iliyotawala mijadala mingi kisiasa nchini, na badala yake zikatoa picha moja kwa moja ya lawama nzito dhidi ya wizara zenye jukumu la msingi katika kusimamia mifumo ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa kumtazama waziri huyo usoni na kutumia sauti isiyo na chembe ya unyenyekevu wa kisiasa, Kihongosi aliweka wazi madai ya kupotoshwa kwa umma na matumizi ya mamlaka ya dola kulinda maslahi ya chama tawala badala ya misingi ya haki, sheria na katiba. Kauli hiyo haikuja katika ombwe, ilitokea katika kipindi ambacho Tanzania inaingia tena kwenye mzunguko wa mijadala mikali kuhusu uhalali wa chaguzi, nafasi ya vyombo vya dola katika siasa na kiwango ambacho serikali iko tayari kuvumilia upinzani wa kweli. Tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992, masuala ya uchaguzi yamekuwa kitovu cha mvutano wa kisiasa, yakigubikwa na madai ya upendeleo na kiutawala, matumizi ya watendaji wa serikali kama mawakala wa kisiasa na mifumo ya kisheria inayobadilishwa na kutafsiriwa kulingana na maslahi ya walioko madarakani. Wizara ya TAMISEMI kwa mujibu wa muundo wa kikatiba na kiutendaji ndio uti wa mgongo wa usimamizi wa serikali za mitaa, ikiwemo chaguzi za mitaa ambazo kihistoria zimekuwa zikilalamikiwa zaidi kwa kukosa ushindani wa haki. Taarifa za vyombo vya upinzani, mashirika ya kiraia na waangalizi wa ndani zimekuwa zikionyesha mifumo ya kuengua wagombea kwa haja ya kiutawala, kuingilia kwa wakurugenzi wa halmashauri na kutokuwepo kwa uwazi katika utoaji wa maelekezo kutoka ngazi za wizara hadi ngazi za chini kabisa ya utawala. Na katika muktadha huu, Kihongosi aliposema wazi kuwa kazi ya waziri si kulinda chama bali kulinda haki za Watanzania wote, aligusa moja kwa moja kiini cha mgogoro wa kisiasa unaoikabili nchi, na kauli yake ilibeba lawama kwamba serikali imejenga mfumo unaotumia lugha ya sheria kuhalalisha vitendo vinavyodhoofisha imani ya wananchi katika chaguzi, hali ambayo imechangia ongezeko la kutojali siasa, hofu ya kushiriki na hisia kwamba mabadiliko ya uongozi hayawezekani kwa njia ya sanduku la kura. Majibu ya Waziri Mchengerwa yaliyotolewa kwa tahadhari na lugha ya kidiplomasia yalionyesha mgongano wa kawaida kati ya simulizi ya serikali na uzoefu wa wananchi, ingawa alisisitiza kuwa ofisi yake inazingatia sheria na taratibu na kwamba hakuna nia ya kuingilia uhuru wa mchakato wa uchaguzi. Kukiri kwake kuwepo kwa changamoto kwa baadhi ya maeneo kulitosha kuthibitisha kuwa njia isiyo ya moja kwa moja madai kwamba mfumo uliopo una mapungufu makubwa. Ahadi ya kufanyia kazi mapungufu hayo imekuwa kauli inayojirudia katika historia ya siasa za Tanzania, na mara nyingi bila mabadiliko yanayoonekana katika vitendo. Mvutano huu wa mbashara umeibua mjadala mpana zaidi kuliko wahusika wake wawili. Mitandaoni, mijadala ililipuka ikigawanya wananchi kati ya wanaoona ujasiri wa kusema ukweli haswa hadharani kama tendo la kizalendo na wanaoendelea kulinda heshima ya mamlaka hata pale inaposhindwa kuwajibika. Na mgawanyiko huu unaakisi mgawanyiko mpana zaidi katika jamii ya Tanzania kati ya kizazi kinachodai uwazi na uwajibikaji wa kweli na mfumo wa kisiasa uliojijengea utamaduni wa ukimya, uoga na utiifu.
Na katika historia ya karibu, Tanzania imeshuhudia mabadiliko ya kisheria na kiutendaji yaliyoathiri moja kwa moja mazingira ya kisiasa. Marekebisho ya sheria za vyama vya siasa, mikutano ya hadhara na matumizi ya nguvu za dola katika kudhibiti maandamano yameacha alama isiyofutika katika taswira ya nchi kama demokrasia changa inayoyumba. Na chaguzi za serikali za mitaa za nyuma zimekuwa zikitajwa na wadau wa ndani na nje kama mfano wa udhaifu wa mifumo ya uwajibikaji inayosababisha baadhi ya wafadhili na taasisi za kimataifa kuonyesha wasiwasi wao kuhusu mwelekeo wa utawala. Ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Afrika, Tanzania imekuwa ikijitambulisha kama nguzo ya utulivu wa kisiasa. Na hata hivyo, matukio kama haya ya mvutano wa wazi yanatoa picha tofauti, yakionyesha kuwa utulivu huo umejengwa juu ya misingi dhaifu na hofu na udhibiti badala ya ridhaa ya wananchi, wakati mataifa jirani yakijadili mageuzi ya mifumo, haswa ya uchaguzi na ushiriki mpana wa wananchi. Na Tanzania inajikuta ikirudia mijadala ile ya msingi kuhusu haki ya kushindana kisiasa bila vikwazo vya kiutawala. Na kwa mtazamo wa kihistoria, kauli ya kiongozi inaweza kusomwa kama mwendelezo wa sauti za wachache waliothubutu kuikosoa serikali kutokana ndani ya mifumo yake yenyewe. Na sauti hizi mara nyingi zimekuwa zikilipa gharama ya kisiasa au kujadili, lakini zimeacha kumbukumbu muhimu katika kumbukumbu ya taifa kama viashiria vya nyakati ambazo ukweli ulilazimisha kujitokeza licha ya mazingira ya ukandamizaji. Tukio hili linaingia katika orodha hiyo ya matukio yanayoweza kutajwa baadaye kama dalili ya mpambazuko au kama fursa iliyopotezwa. Kwa wananchi wa kawaida, mvutano huu umeacha maswali mazito kuhusu mustakabali wa ushiriki wao katika mchakato wa kisiasa. Imani inapodhoofika na kauli ya viongozi zinapoonekana kukinzana na uzoefu wa kila siku wa wapiga kura, hatari ya kuporomoka kwa uhalali wa kisiasa huongezeka. Na hii ni hali ambayo historia ya Afrika inaonyesha kuwa inaweza kuzaa mageuzi ya amani au misukosuko ya kijamii pale malalamiko yanapopuuzwa kwa muda mrefu. Mwisho wa yote, tukio la Dar es Salaam halikuwa tukio la maneno makali pekee. Lilikuwa ni kioo kilicholazimisha Tanzania kujitazama na kujiuliza kama misingi ya demokrasia iliyoyumbwa ama inayoumbwa katika hotuba rasmi bado inaishi katika vitendo vya kila siku vya utawala. Kimya kinachofuata kauli kama hizi au juhudi za kupunguza uzito wake ndicho kitakachoamua kama taifa linachagua njia ya uwazi na uwajibikaji au linaendelea kusukuma mbele mfumo unaojilinda kwa gharama ya imani ya wananchi. Historia haipendi utupu, na pale sauti za onyo zinapopuuzwa, gharama hulipwa si na viongozi walioko madarakani pekee, bali na vizazi vinavyokuja ambavyo vitalazimika kuishi na matokeo ya maamuzi ya leo. Ni hayo tuliokuandalia siku ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha. Zidi kuwa nasi kila wakati kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.